Habari zenu wapendwa, kwa majina naitwa Innocent. Nimerudi tena kwa mara ya pili hapa kwa ajili ya kuelekezana na kufundishana mambo yanayohusiana na afya yetu. Somo la leo linahusiana na ugonjwa mmoja wa STI, ambapo ugonjwa huo kwa sasa ni sugu sana, hasa kwenye generation ya sasa hivi. Nimeona nije niwafundishe, niuzungumzie sana na niweze kuwaelekeza na kuwafundisha nini tunatakiwa kufanya, kwa sababu nimeshagundua kwamba generation ya leo ipo inapata changamoto nyingi sana, ipo inapata shida. Wapo wanateseka, wapo wanahangaika, wapo wanatibiwa, wapo wanapoteza pesa kila siku, wanaharibu uchumi wa familia, wa nchi, hata wa dunia. Wapo wanaoharibu kwa ajili ya kutojua. Baadhi ni kutojua, wengine pia wanafahamu, ni kwa ajili tu ya kuwakumbusha. Leo nimeshawaambia kuwa nitazungumzia kuhusu STIs. STIs ni magonjwa au ni maambukizi yanayoambukizwa kupitia njia ya ngono au aidha kushare vitu ambavyo vichakali, mfano kama sindano, viwembe vile. Yani kushare, maana yake kitu kinachoweza kuprick na kuweza kuingia kwenye mwili. Yani maana yake kitakuja kusababisha kupeana magonjwa kupitia kwenye circulation, mfumo wa mzungukaji wa damu kwenye mwili. Kwa hiyo bila kukawia, tutaanza kwanza kujua STIs ni nini. STIs ni kifupi cha sexually transmitted infections. Kwa miaka ya nyuma walikuwa wanasema STD. STD maana yake ilikuwa ni sexually transmitted disease. Lakini kwa sasa imekuwa STI, kama nilivyotaja kwa urefu, sexually transmitted infection. Kwa hiyo ni maambukizi yanayoambukizwa kupitia aidha ngono au kupitia kushare vitu ambavyo vinaweza kubreak miili yetu, ambavyo vinaweza kuingia na kuingiza maambukizi kwenye circulation. Lakini pia ni magonjwa ambayo yanaweza kuambukizwa kupitia kwenye kugusana kwenye sehemu za siri, hasa hapo naongelea kwa wanawake. Hapo tunasikia wale wataalamu wanajidai kuwa na wataalamu wa kupiga dole, yani waliozoea kupiga dole. Manake pale kwenye mkono unaweza ukawa unaingiza mavidole zako pale, kumbe unamuingizia infections kwenye vagina. So it's not very good to do something like that. I came here for advice you stop doing that again. Of course, it's very dangerous for health of you, that's what just get me. Kwa hiyo kwa siku ya leo na kuomba uwe nami unifuatilie, na mwisho wa kipindi tutakuja kuelewa what safe, what you have to do and what you are not to do. Okay, so just follow until the end. You'll learn more things on this course. In shortly nakupa karibu sana kwa mara ya pili. Hapa tutaanza na the causes of this disease, meaning chanzo au nini kinachoweza kusababisha maambukizi haya STIs. Kabla ya kuingia kwenye chanzo au nini hasa kinaweza kusababisha chanzo hiki, the first thing you must understand that it affects both parts, the part of female and the part of males. Okay? Kwa maana yake unatakiwa kuelewa kuwa hii ina affect upande wa wanawake, lakini pia ina affect upande wa wanaume. Kwa usije ukajitamba kuwa hii maybe ni female na attacks wanawake, au maybe na attacks wanaume. No. Hii ina attack both sides. Sides of male and the female at the same time. Okay? So you are welcome, na nakuomba uwe na mimi hadi mwisho, kwa sababu utakuja kujifunza
na utakuja kugundua siri ambayo ulikuwa hujawahi kujua. Maybe ulikuwa unajua lakini ulikuwa hujui maana yake, or perhaps ulikuwa unaipuzia, kumbe ni ya muhimu sana. Nini kinachosababisha hizi STIs? STIs zinasababishwa na bacteria, zinasababisha na viruses, zinasababisha parasites, lakini pia zinasababishwa na fungus. Viko visababishi kama 4 hivi ambavyo vinaweza kusababisha STIs kwenye mwili wa binadamu, okay? Lakini pia tunaweza kujiuliza, je, hizo STIs ni nini? STIs ni jina ambalo linachukulia kwa ujumla hayo magonjwa yote ambayo yanapitia kwenye maambukizi ya njia za ngono, haya kutumia ya kushare viwembe, vitu ambavyo tunaweza kuchoma na kuweza kuingia kwenye big circulation of our bodies. Lakini pia ni global rate of all diseases which can be affected through touching this by infect the fungus which contains in your fingers, your hands which are not safe, which are not protected, vitu kama hivyo. Hapa tukisikia tukisikia kundi la magonjwa tunaelewa ugonjwa wa kwanza. Hapo tutakuja tuelewa gonorrhea, tutakuja tuelewe syphilis, tutakuja tuelewe chlamydia, tutakuja tuelewe pia nini hepatitis B, hepatitis C, vitu kama hivyo. Lakini pia hapa tutakuja tuelewe na herpes simplex, tutakuja pia tuelewe HPV, human papillomavirus. Hii pia ni kisababishi ambacho kinatokea kwenye ule mmea wa viruses ambao nishaelezea kwenye vile 4 ambavyo ni visababishi vya STIs kwenye human bodies, okay? Kwa hiyo tutakuja tuingie in deeply disease by disease. Kwa hiyo nakuomba uendelee kuwa nasi hapa. You are going to learn more in deeply and you are going to understand more. If you have questions, your time you have to ask. I am here for you. I am here to reply all your questions, and I'm ready to reply your suggestions. If there is an addition, you're welcome. Everybody, it's your time. I am here for you, and I created this YouTube channel to help you understand more and sharing something which is very important in your life. So in short, nakupa karibu sana kuendelea kuwa na mimi. Kwa hiyo bila kwenda mbali, tulitaka tuanzie na namna ya kupata hao maambukizi. Tunapataje hayo maambukizi? Wengine wanaweza kuwa hawaelewi, hawajui how STIs zinapokuwa transmitted, okay? STIs zinakuwa transmitted through kwenye ngono, yani maana yake kufanya ngono bila kinga. Zinakuwa transmitted pia. Tukisikia kwenye ngono, kuna ngono ya kawaida. Ngono ya kawaida maana yake ni ile kufanya ngono kupitia kwenye anachukua penzi kuingiza kwenye vagina. So this is simple sexual, okay? Lakini kuna ngono ya mdomo. Ngono ya mdomo maana yake ni kwa wale wataalamu wa kunyonya sehemu zao za siri au sehemu za mwanamke za siri. Lakini pia tunakuwa na ngono ya nyuma. Ngono ya nyuma maana yake nafikiri everybody understand what I mean. Lakini pia kingine ni kwenye namna inapoambukizwa ni kushare viwembe vile. Maana yake umetumia damu iliyokuwa affected. Maana yake umechukua kisindano kilichotumia na mtu ambaye kwa affected na umekitumia na wewe kimekuprick. It means that if you are safe, you are not safe.
unaweza kawa umepata maambukizi hayo kupitia hicho kisindano ulichoweza kutumia na kuingiza kwenye mwili wako. Hapo tayari umeji-affect, okay? Lakini pia unaweza ukawa umekuwa admitted hospitalini, umelazwa hospitalini, perhaps kuna uzembe fulani umefanyika, hawakucheck vizuri ile damu, labda unataka kupewa transfusion, and ile transfusion labda kuna kauzembe fulani kamefanyika, hawajacheck vizuri kuwa hiyo blood iko safe, ukajikuta umepewa blood ambayo iko affected. Kwa njia hiyo pia unaweza kuwa umekuwa affected, okay? Lakini pia unaweza kupata au unaweza kuambukizwa kupitia mzazi kwenda kwa mtoto, either akiwa na mimba au akiwa wakati wa kujifungua au kunyonyesha. Mtoto anaweza kuwa affected through this ways, okay? Hizo ni njia muhimu au njia kuu ambazo unaweza kuwa affected kupitia njia hizo. Hizo ni njia kuu muhimu ambazo unaweza kupata maambukizi hayo kupitia hizo njia, okay? Lakini pia kuna maambukizi pia ambayo ni ya ziada, lakini sio kama ya ziada, na yenyewe ni ya muhimu sana, hasa kufanya ngono bila kinga. Na kuomba usije ukawa unajaribu hicho kitu, kwa sababu kwa siku ya leo ni hatari sana. Ikishindikana kuvumilia, fanya ngono kutumia kinga, okay? Lakini pia njia nyingine inayofanya changamoto hiyo au ugonjwa huo usambae sana, watu wengi sana sasa hivi wanabadilisha wapenzi. Yaani leo yupo na huyu, kesho yupo na yule, au saa hii yupo na huyu, masaa mengine yupo na mwingine. Manake hapo wanafanya mzunguko, yani wanapeana ugonjwa. Kwa manake hata huyu A akipata treatment lakini B hajapata treatment, au C amepata treatment lakini hapa kuna mmoja ambaye hajapata treatment, it means all of you nothing done. Kwa sababu the first wisher and the A here atakuja pia arudie huyu B ambaye hakupata treatment, okay? Yani huyu B hakupata treatment, kwa akija kuona naye inakuwa renewed, okay? Kwa maana yake hao wote waliopewa treatment inakuwa zero, nothing done here, okay? Kuna washauri kuwa na moja, ukiamua select moja au huo utulie kwanza. Ikiwezekana au kishindikana tumia kinga endapo imeshindikana, okay? Kingine nimeshakitaja kuwa ni kutumia sindano, yani kushare sindano. Yani kushare sindano ni kitu kibaya sana, usije kama unakijaribu. Kingine kwa wale wataalamu wa kupiga dole, kwa ni changamoto unaweza kufanyaje, unaweza kuaffect, kumsababishia kupata fungus, zile fungus ambazo tunaita candidias au parasites through sehemu zako za siri, ile kutouch ujui mikono yako ina nini, unaona. Kwa unaweza kumfanyia kupata maambukizi hayo ambayo hakutegemea kupata. Kwa nakuomba siwe mwanamke, sio nakubali unaingizwa dole ovyo, sio nakubali wanakusagusa sehemu zako za siri, kwa sababu ni mojawapo wa njia ya kujikinga na maambukizi hayo, okay? Tutakwenda hapa direct kwenye dalili. Dalili unaweza kujiuliza, je, dalili ni zipi? Dalili zipo tofauti kutokana na sex, okay? Dalili za wanawake ni tofauti kidogo na dalili za wanaume, lakini kuna commonly signs and symptoms, okay? Tutaanza na kwa wanawake. Kwa wanawake hapa tutaanza na kwa wanawake,
cha kwanza wanatokwa na uchafu, yaani uchafu mweupe wenye harufu. Okay, kwenye sehemu zao za siri ndio unaanza kutoka. Lakini kingine huo uchafu unakuwa ni mbaya sana. Aidha umebadili rangi, umekuwa unataka kuwa njano fulani, au bado upo au bado ni mweupe na una bado una harufu mbaya. Umeona? Anapata maumivu ya tumbo hasa chini ya kitovu. Unaona? Hapo ni kwa wanawake. Lakini pia anakosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Akienda kukojoa anapata maumivu pia. Yaani anasikia kama vile anakuwa kama burns fulani. Yaani kama yupo na wash, yaani mkojo una moto kama moto fulani. Kwa hizo ni dalili ambazo ni baadhi ya dalili za magonjwa haya ya STIs. Lakini pia anapata mavidonda kwenye sehemu zake za siri, hasa hao ambao wanakuwa na varicose simplex, herpes simplex, ndio wanapata vidonda kama vile amechubuka kwa namna fulani. Unaona? Sasa nyingine anapata viupele sehemu zake za siri, anakuwa anajikuna. Hiyo ni nyingine pia dalili ambayo ni dalili ya STIs kwa wanawake. Tuko bado kwa wanawake. Kwa wanaume, narudi kwa wanaume. Dalili kwa wanaume, cha kwanza anapata maumivu endapo ameenda kufanyeje kukojoa. Lakini pia anaanza kutokwa na uchafu kwenye urethra. Yaani kwenye kale kanija ka kutoa urine anaanza kutokwa na uchafu. Umeona? Hiyo ni dalili ya STI. Anakosa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Lakini pia anajisikia vibaya, anajisikia amechoka, uchovu kwa namna fulani. Yaani anajisikia hayupo stable yani. Unaona? Lakini nikirudi nyuma kidogo hapa kwa wanawake, STIs mwanamke ana uwezo wa kukaa nayo zaidi ya miezi 3 akiwa haoni dalili yoyote, hana shida yoyote, hana changamoto yoyote. Ana uwezo wa kukaa nayo miezi 3, lakini mwanaume yeye akikutana naye, mwanaume ndio anasambaza, yeye ndio anapata changamoto kwa haraka. Unaona? Lakini yeye mwanamke anakuwa hana shida yoyote. Ukimuuliza anakuambia mimi sina shida yoyote, lakini kumbe ana shida. Ana maambukizi, lakini yeye anaambukiza, yeye hajaanza kupata dalili na wala hana shida yoyote. Maana yake haimaanishi kuwa hana ugonjwa huu. Tukipata partner wake ana changamoto hiyo, definitely lazima tuwatreat wote kwa ajili ya kuzuia. Yaani maana yake hata huyo mwanamke lazima anakuwa nayo, sema muda wa kuonyesha dalili unakuwa ndio bado. Kwa hiyo hilo mnatakiwa mlielewe kwamba unaweza ukawa ni mwanaume, unaona umeanza kutokwa na uchafu, lakini mwanamke wako halalamiki chochote, hana maumivu sehemu yoyote, wewe ukafikiri kumbe yeye hayuko safe. Hayuko safe. Lazima na yeye hiyo changamoto anayo. Unaona? Kwa lazima hilo mlielewe. Lazima mpate matibabu nyote wawili. Okay? Sawa, nafikiri hapo tumeelewana. Kuna dalili pia za jumla kwa pande zote: kupata homa, kupata upele mwilini mzima, lakini pia uchovu mwilini. Hizo ni dalili za ujumla. Okay? Nishawatazia hayo magonjwa kuwa ni gonorea. Gonorea, chanzo cha gonorea ni bakteria moja anaitwa Neisseria gonorrhea, ndiyo chanzo cha gonorea kwa wanawake na wanaume. Dalili zake ni kupata uchafu unaotoka kwenye
sehemu zake za siri, aidha mwanaume au mwanamke. Ukianza kuona vitu kama hivyo, hapo upo kwenye hatari ya gonorrhea. Kingine ni maumivu ya kukojoa. Ukienda kukojoa unapata maumivu, hiyo ni dalili ya gono, ambayo ni globally of STIs, sexually transmitted infections. Okay? Je, nini kinaweza kutokea endapo hautopata matibabu? Kuna complications ambazo zinaweza kutokea endapo hautapata matibabu kwa wakati. Complication ya kwanza, kwa wanawake wanapata ugumba. Yaani manaka na affect hormones ambazo zinafanya mtu apate ujauzito. Kwa hiyo zinakuwa affected, zinakuwa damaged, napata changamoto, hautakuwa tena tayari na kupata mimba. Au umepata mimba zinakuwa zinaharibika, manake zinakuwa zinatoka. Okay? Kwa hiyo ni complications ambayo inaweza kutokea baada ya kutopata matibabu kwa wakati. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho tunatakiwa tukielewe na tuwe makini nacho. Kwa sio ugonjwa wa kupuzia hapa. Kingine pia ambacho kinaweza kutokea complications ni PID, pelvic inflammatory disease kwa wanawake. Kwa huu ni mgonjwa mbaya sana kwa wanawake. Usiombe kukutana na ugonjwa huu. Ni ugonjwa mbaya sana ambao utakufanya uishi maisha yako kwa maisha magumu sana, kwa maisha ya kutumia dawa miaka yote. Unaona? Kwa sababu ni mgumu sana kupona huu ugonjwa. Kwa hiyo nakuomba tafuta treatment ya STS kabla hujaingia kwenye PID, kwa sababu ukiingia kwenye PID ni changamoto kubwa sana. Usikubali kufika huko, usikubali kupata shida ngumu kama hizo. Umeona? Lakini pia treatment lazima utumie antibiotics. Antibiotics unatakiwa kufika hospitalini au msogelee daktari yoyote, atakuandikia antibiotics ambazo ziko vizuri kwa ajili ya kutreat huo ugonjwa, na utakaa sawa kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo usiendelee kupuzia kwamba hiki ni kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Utakuja kuelewa kuwa kilikuwa sio kitu cha kawaida, kisha kuwa sugu. Umeanza kupata hizi PID na zinginezo huko mbele, ndio utakuja kuelewa. Nyingine STIs ni shawaelezea syphilis. Syphilis na yenyewe ni ugonjwa mbaya sana, unasababishwa na bakteria. Bakteria mbaya sana anaitwa Treponema pallidum. Ni bakteria pia mbaya, na penyewe dalili za syphilis zinaweza kuwa the same na hii gono, lakini yeye ipo kwenye stage 4. Kuna primary stage, secondary stage na latest stage, lakini pia na tertiary stage. Tertiary stage maana yake imeshaanza kuaffect ubongo. Yaani imefikia stage ya kuitwa neurosyphilis. Ikifika neurosyphilis, ndugu yangu, hapo ni changamoto. Na inafikia kipindi hicho ukishakaa nayo zaidi ya 9 months without treatment, ndio inaingia kwenye neurosyphilis. Kwa hiyo usikubali kuingia kwenye neurosyphilis. Just take treatment, just take medicine before be in neurosyphilis. You are going to be safe. You are going to be good if you take treatment at this time. Okay? Sio complication kubwa sana endapo hautaifanya iwe complication kubwa sana. Lakini ukiamua uifanye iwe complication kubwa sana, itakuwa ngumu, itakuwa complication. Maana yake itakuja iwe complicated for your health. Okay? Kwa hiyo usikubali kutake health yako simply, take health yako iweke kwenye risk kwa vitu vidogo. Hii pia ni ugonjwa ambao ukitumia antibiotics ambazo ziko vizuri, unakaa stable, unakaa sawa. Okay? Tutaangalia pia chlamydia. Chlamydia na yenyewe ni ipo kwenye miongoni mwa STIs. Kisababishi chake ni
ni vimelea vyenye parasites, lakini pia fungus ndio zinasababisha hii chlamydia. Okay, hapa complication yake na yenyewe ni mbaya, inaleta PID. PID kwa wanawake nishawaelezea kuwa ni mbaya sana, lakini pia inaleta ugumba. Treatment yake ni antibiotics. Okay, kwa hiyo jitahidi upambane, upewe au upate treatment kwa wakati, usipuzie, kwa sababu hayo magonjwa sio ya kuchezea. Sawa? Lakini pia kuna hepatitis B, hepatitis C, yani ni jumla tunasema hepatitis. Hepatitis zipo A, B, C, D, E. Zote hizo ni hepatitis. Lakini tunachukulia kwa ujumla kwa sababu kuna hii A, kuna B, C ambazo zinaambukizwa kama HIV, unaona. Yani zinaambukizwa through kwenye mgusano wa sex, yani maana yake kufanya ngono au kutumia kushare vitu ambavyo vinaweza kuchoma mwili. Ndio tunaita STIs. Ndio maana inaitwa STIs kwa sababu ni maambukizi yanayopitia kwenye ngono au kutumia vitu ambavyo vinachoma mwili, yani maana yake zinaingiza maambukizi kwenye circulation ya mwili. Okay, kwa hiyo na hii ni mbaya sana. Ubaya wake sasa, hii haina hata treatment. Hii hepatitis B and C haina treatment. Japo hii hepatitis B inakuwa na nini? Inakuwa na chanjo, prevention. Lakini hii chanjo sio treatment. Ni chanjo sio treatment. You just be careful here and understand. It's no treatment, but is prevention. Okay? Prevention is not cure. Okay? We prevent, lakini ukishakuwa affected, prevention haiwezi ikawa treatment. Okay? Just be careful for this. Okay? Nafikiri hapo umenielewa na umekuwa makini hapo. Kwa usije kama unachezea hii hepatitis kwa unaichukulia simple. Hepatitis ni ugonjwa mbaya sana kuliko hata HIV. Unaona? Ni mbaya sana kwa sababu una affect liver. Liver is very important for human body's purpose. Okay? Ikiwa affected ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo usichukulie simple, kwa sababu ukichukulia simple utapata changamoto kubwa sana. Sawa? Zipo na nyingine ambazo ni HIV. HIV sitaizungumzia sana kwa sababu naelewa wengi wanaelewa namna inavyoambukizwa, yani na jinsi inavyotesa watu duniani na namna inavyokuwa spreaded. Okay? Kwa hiyo sitaiongelea sana, lakini ipo kwenye jumuiya wa STIs. Nafikiri hapo umenielewa. Kama maybe kutakuwa na swali nini, write hapo kwenye comment section. I'm here for reply for you. You are welcome hapo. Je, tunawezaje kukinga au kuepukana na hizo STIs? Namna ya kuepukana nazo, cha kwanza ni kufanya ngono kwa kutumia kinga. Sawa? Ikiwezekana tuachane nazo. Sawa? La pili, tunatakiwa kuacha kushare vitu ambavyo vinaweza kutuprick mwili wetu. Yaani tuache kushare viwembe, sindano, visu, vitu kama hivyo tuache kuvishare. Okay? Lakini pia cha tatu, tunatakiwa tuache kugusa sehemu zetu za siri, hasa kwa wanawake ovyo, kwa sababu mikono yetu inakuwa haiko salama, tunajiambukiza wenyewe au tunaambukizana wenyewe. Sawa? Lakini pia tutatakiwa kutotumia au kutokuwa na kubadilisha wapenzi wakati kwa wakati. Tulia na mmoja, ukae tulie. Unaona? Tulie
na mmoja utulie na huyo, lakini pia muwe mnajikinga, mtumie kinga. Sawa? Hizo ndio njia baadhi ambazo za kuweza kuepukana na nini, na huo ugonjwa wa STIs. Lakini pia chanjo ni muhimu sana, hasa hepatitis B vaccine. It's very important for you, for everybody. Ni kitu muhimu sana. Ukipata chanjo itakuwa zaidi sana. Kwa hiyo karibuni sana. Kama kutakuwa na swali hapo, na kukaribisha, ni muda wako huu. Nasubiria maswali hapa, naangalia kwenye comment sections, niko hapa kwa ajili ya kuwajibu. Na kama kutakuwa pia na suggestions, additions, you're welcome to your time. I'm here for you. Thank you for watching this video. Na kuomba ufanye subscribe, like and sharing without forget to comment. Your comment is very important here. Kwa sababu comment yako au swali lako unaweza kuuliza likasaidia watu wengine hapa. Kwa hiyo you are welcome. This is Star 25 TV. I am here for you. You're welcome us again. We'll be on second level. We'll be on second lesson. Kwa sababu hii ni part 2. We'll be on second lesson. Thank you, everybody. Wish you to be with you next time. Thank you, and thank you for watching from here. Thank you.